Mambo vipi mtazamaji wa PMTV, karibu kwenye PMTV Updates. Na kwenye PMTV Updates bwana, leo hii tunapana kutua mitaa ya Kariakoo, mitaa ya Msimbazi, mitaa ambayo wanalunya sto maskani yao, mitaa ambayo imejizorea umaarufu sana kutokana na Msimbazi kuweka kambi yao pale, nikiwa namzungumzia club ya Simba. Tunajua kwamba club ya Simba imeondoka alfajiri kuifuata Stade Malien kwa ajili ya mchezo wa pili wa kundi kwenye michuano ya club bingwa barani Afrika. Baada ya club ya Simba kupoteza mchezo wa kwanza, imeamua kuondoka na kuifuata Stade Malien kwa ajili ya mchezo wa pili, wakiwa wanazisaka alama za kwanza kabisa kwenye kundi lao, ambalo mpaka sasa klabu ya Simba inaonekana inabuluza mkia. Sasa kwenye kuondoka kulifuata alama hizo ambazo wanaamini wanaweza kuzipata dhidi ya Stade Malien, PMTV tumemulika meneja wa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba, nikimzungumzia Ahmed Ali, ambapo mwandishi wetu alihoji kuhusiana na Mohamed Bajabil kutokuonekana akitumika ndani ya klabu ya Simba. Mohamed Bajabil tunakumbuka alisajiliwa kwa dirisha kubwa akiwa ametokea klabu ya Police Kenya, na kulikuwa na matarajio makubwa kutokana na kile ambacho alikifanya akiwa na Police Kenya. Lakini pia Etienne Ndairagije ambaye alikuwa ni kocha wake kwa kipindi kile, ambaye kwa sasa ni kocha wa TRA, naye aliweza kutoa tathmini yake na kumpa baraka zote Mohamed Bajabil kuja nchini Tanzania, huku akisema kwamba yule ni mchezaji mzuri. Sasa watu wengi walikuwa wanatamani kumuona mchezaji mzuri akionyesha kile ambacho alikuwa nacho ndani ya klabu ya Simba, lakini kibaya ni kwamba Mohamed Bajabil alisajiliwa akiwa na majeraha. Sasa tangia ametua ndani ya klabu ya Simba katika dirisha kubwa, hajapata nafasi ya kucheza mechi yoyote ya kimashindano ndani ya klabu ya Simba. Wapo ambao wanahoji yuko wapi Mohamed Bajabil, anafanya nini na ni kwa nini, na ukizingatia Mohamed Bajabil amepewa jezi nambari 17, jezi ambayo imewahi kuvaliwa na mwamba kabisa kwenye mpira huu wa Tanzania, nikiwa namzungumzia Clatous Chota Chama. Sasa mwandishi wetu alipomhoji meneja wa habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba Ahmed Ali kuhusiana na Mohamed Bajabil kutokuonekana, Ahmed Ali alizungumza hivi: Mohamed Bajabil amepona, na amepona wakati inawezekana ukawa ni mzuri ama ni mbaya kwake, kwa sababu Simba inahitaji kushinda michezo ambayo imesalia nayo, akiwa na maanisha michezo ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia michezo ya ligi kuu pamoja na mashindano yote ambayo klabu ya Simba inashiriki. Lakini akazungumza kwamba wanachukua umakini mkubwa ili kuhakikisha anarejea akiwa bora zaidi, kwa sababu kwa sasa bado fitness level yake haiko vizuri, yani hayuko katika ile level ya 100 ambayo klabu ya Simba inamhitaji. Lakini pia amezungumzia confidence yake kwamba bado ipo chini, na hii ni kutokana na yeye kuwa nje kwa muda mrefu akiwa anauguza majeraha ambayo klabu ya Simba ilikuwa ikimhudumia kuhakikisha anarejea katika ubora ule ambao klabu ya Simba iliona akiwa na Police Kenya. Sasa wewe unatakiwa utuambie, unahisi ile jezi namba 17 mgongoni kwa Mohamed Bajabil inastahili kuwa pale, na inawezekana akaja kudeliver ama kuonesha ubora mkubwa akiwa ndani ya klabu ya Simba, ama tunaelekea dirisha dogo kama vipi atakuwa hajapona mpaka kufikia dirisha dogo watu wampunguze? Tuambie sasa wewe maoni yako nini kuhusiana na hii situation na Mohamed Bajabil. Lakini wakati unaacha comment yako kuhusiana na Mohamed Bajabil, jua kwamba acha na pesa yako pale PMBet. Kwa wale wanangu michezo ya kasino, kwa spin yoyote ama mzungusho wote wa shilingi 500, jua kwamba unaingia kwenye draw ya kushindania Toyota Harrier ambayo inatoka kila siku. Yani unashinda pesa ukifanya mzungusho, lakini pia unashinda Toyota Harrier ambayo unaingia kwenye draw ya kushindania Toyota Harrier ambayo inatoka kila siku. Website ni pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias.